nne hizo madhehebu. Na kwa nini ziwe rai za madhehebu manne za kuosha ndio zifanyiwe kazi, rai ya tano ya kupaka ya Ahlul Bait isifanyiwe kazi? Kwa nini? Kwa hivyo hii ni khulasa ya kikao chetu cha kwanza kabisa cha wajue Mashia. Tutakapotambua hivi kwamba aya ya Qur'ani Suratul Maida aya ya 6, tutakapotambua haya niliyoyasema, itakuwa sigeni Muislamu atakapomuona Muislamu mwenzake Shia wakati wa kuchukua udhu akipaka miguu yake miwili badala ya kuikosha. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anatamka akisema, enyi ambao mmeamini, mtakaposimama kuiendea swala, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye kongo mbili, na pakeni maji vichwa vyenu na miguu yenu mpaka kwenye nguyu mbili, na pakeni maji vichwa vyenu na miguu yenu mpaka kwenye nguyu mbili. Ndugu zangu Waislamu wote duniani wamekubaliana ya kwamba swala haiswihi pasi na udhu. Huwezi ukaswali, haiwezekani swala yako iwe sahihi kama hujachukua udhu, kama hujatawadha. Na tahara inayokusudiwa ambayo lazima uwe tahara ni udhu, na vile vile kuoga au kutayammam. Tahara hizi tatu, ima udhu au kukoga au kutayammam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hili akalizungumza ya kwamba